Hii ni Icon TV na mimi ni Elia Msike. Leo tumepata wasaa mzuri wa kutembelea ofisini kwa Sheikh Ponda na tutazungumza mengi sana ambayo yanahusiana na maisha yake binafsi, hali ya nchi kwa ujumla, lakini pia pamoja na mambo mengine mbalimbali. Umezungumza kwenye historia yako kwamba tangu kuanzishwa kwa mfumo huu wa vyama vingi umekuwa ukishiriki kwenye masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na kuwepo kwa vyama vingi kwa maana ya masuala ya kisiasa. Kuzuiwa kwa mikutano hii ya hadhara kwa maana ya kisiasa, unafikiri kuna afya kwenye nchi ambayo inatajwa kwamba ni nchi ya kidemokrasia? Ni hatua ambayo tumerudi nyuma sana. Sababu ni kama vile unarudi katika mfumo ule ambao ni unaufinya ule uhuru katika masuala ya siasa, jambo ambalo ni muhimu sana. Uhuru katika masuala ya siasa ni jambo muhimu sana. Hili hatuoni kwamba kwa nini lifanyike, kwa sababu katika kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, makubaliano ni pamoja na mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara ni sehemu ya ujenzi wa mfumo wa siasa au wa kupata viongozi. Maana yake ni fursa ya kielimu, fursa ambayo wananchi wanapata kusikiliza hoja za msingi, wananchi wanapata kuelewa vile vile mambo mazuri yale ambayo yanayofanywa na taifa lao, wanapata kuyasikia kwenye mikutano ile, lakini zile kasoro ambazo pia zinazoendelea katika taifa lao wanapata kuzisikia na wanajua namna gani ya kuweza kuzirekebisha zile kasoro. Sasa unapozuia mikutano hadhara ni kwamba unaondoa haki ya msingi ambayo ilikubalika na ilionekana imekubalika kisheria na imeonekana kwamba iwepo na ina faida kubwa, na hakuna sababu za msingi za kwa nini uzuie mikutano ya hadhara. Hii ni kosa kubwa sana, ni kwamba unaondoa ule uhuru wa watu kujiendeleza na unavunja katiba, sababu katiba iko wazi kwamba wananchi wako huru kutoa mawazo yao, wako huru kukutana, ni katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema. Kwa hivyo unapozuia, tafsiri yake ni kwamba unavunja katiba ya nchi, na hili ni kosa kubwa sana.